Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Moja kwa moja kutoka hapa jijini Mwanza. Hii ni Mahasin TV. Karibu sana. Hivi sasa ni wasaa kapu la habari, ikiwa ni fursa pekee ya kuweza kukujuza kwa namba mijiri kitaifa sambamba na habari za kimataifa. Kwa habari za hapa nyumbani utakuwa nami Saadi Suleiman, na hapo baadaye nitakujuza yule ambaye tutasomea habari za kimataifa. Awali yote tuangazie mukhtasari miongoni mwa yale ambayo tumekuandalia siku hii ya leo. Watu 1500 wanufaika na sadaka ya iftari mkoa wa Mjini Magharibi. Maandalizi mashindano ya Qur'ani chini ya Al-Hikma yanakwenda vizuri. Na katika rubaa za kimataifa, Umoja wa Afrika waonya kuhusu hatari kubwa ya kuundwa serikali kinzani na wanamgambo RSF. Na msambamba na hivyo, mtazamaji wa Mahasin TV, vile vile matangazo haya unaweza kuyapata katika akaunti yetu ya YouTube Mahasin TV Official. Tulianze kapu la habari kwa upande wa habari za kitaifa, na kwa siku ya leo tukianzia kwenye visiwa vya Marashi, karafuu na uchumi wa buluu. Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi amekabidhi sadaka ya iftari kwa wananchi kutoka makundi mbalimbali wenye uhitaji katika mkoa wa Mjini Magharibi, pamoja na kukabidhi sadaka hiyo kwa wakuu wa wilaya za mkoa huo ili kuendelea na zoezi la ugawaji kwa wananchi. Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi amegawa sadaka hiyo ya iftari katika viwanja vya Mapinduzi Square Michenzani, ambapo wananchi mbalimbali wenye uhitaji wamejitokeza kupokea sadaka hiyo. Akizungumza katika hafla hiyo, Rais Dr. Mwinyi amesema sadaka hiyo imetolewa na mfadhili Jafari aliyemkabidhi Dr. Mwinyi ili kuwagaia wananchi. Nikushukuru nyote mlioweza kufika hapa kuja kupokea hiki ambacho tumekiandaa, na hii ni sadaka iliyotolewa na ndugu yetu anaitwa Jafari. Huyo bwana amenitaka mimi nipokee na niwafikishie wananchi ambao wako katika mazingira magumu. Sasa leo baada ya kutoa maelekezo kwa mkuu wa mkoa kwamba nikusanyie watu wachache, nadhani idadi 1000 wa wilaya zote za Mjini Magharibi ili tuweze kuwafikishia sadaka hii. Kwa hivyo tunasema asanteni sana kwa kuja. Mwenyezi Mungu akujalie kila la kheri, na inshallah mtuombee sisi pamoja na mtoaji wetu sadaka hii, Mwenyezi Mungu aweze kumlipa kwa sadaka hii aliyotupa. Pamoja na zoezi hilo, Rais Dr. Mwinyi amekabidhi sadaka hiyo ya bidhaa za vyakula kwa wakuu wa wilaya za mkoa wa Mjini Magharibi ili kuendelea na ugawaji kwa wananchi katika wilaya zao. Kila inapofika wakati huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, kujitengea muda wa kuwapa iftari wananchi wake ndani ya visiwa hivi Unguja na Pemba. Leo tukiwa sisi tunaanza mkoa wa Mjini Magharibi, hii kwetu tunasema neema kubwa. Tunamshukuru sana Subhana wa Ta'ala kwa kumjalia na kumpa nguvu rais wetu kuendelea kuwaona wananchi wa makundi mbalimbali, wakiwemo mayatima, watu wenye ulemavu, wajane, watu wanaoishi kwenye mazingira magumu, wazee. Wote hayo makundi yote hayo ni makundi ambayo huwa ikifika muda kama huu naona leo alhamdulillah
tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia tukaweza kuwa naye hapa kwa kugawa iftari hii isiyopungua watu 1500. Na mtazamaji, tuachane na taarifa hiyo na sasa turejee hapa Tanzania bara, moja kwa moja tuelekee jijini Dar es Salaam. Maandalizi yote yanaendelea vizuri kuelekea fainali ya mashindano makubwa zaidi ya kuhifadhi Qur'ani tukufu kwa mabara yote ulimwenguni yanayoandaliwa na taasisi ya Al-Hikma, itakayofanyika Jumapili hii Machi 16, 2025 katika uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Taarifa yake Abdallah Matotola inasomwa hapa studio na Hilali Seifuriami. Akizungumza na waandishi wa habari, Sheikh Nuruddin Kishki amesema maandalizi yote kuelekea fainali hiyo yanakwenda vizuri, ikiwemo kuwasili kwa washiriki na eneo itakapofanyika mashindano hayo, viwanja vya Benjamin Mkapa na uwanja wa Uhuru. Alhamdulillah, kile kilichokuwa ndani ya uwezo wetu tayari tumekwisha kiweka sawa, na tunashirikiana vizuri na wizara husika kupitia mameneja, madirectors na viongozi mbalimbali wa pale uwanjani, na mazingira yote yako sawa. Niwaambie Waislamu na Watanzania wasihofu chochote. Mguu mosi mguu pili ndio kupandishwa daraja, na atakayekata mguu wake hakuja huenda akabwagwa. Aidha, Sheikh Kishki amewahimiza Waislamu kuwahi mapema eneo la tukio ili kumaliza ndani ya muda na kutoa wasaa kuendelea na shughuli nyingine za kila siku. Changamoto kubwa ambayo mwaka huu tumejipanga kukabiliana nayo ni kupunguza idadi ya washiriki. Mwaka jana tulikuwa tuna idadi ya washiriki takriban 23 takriban. Mwaka huu tumeamua kuweka 17, ambapo kwa taimu tulioiandaa, wakianza kwa muda tuliokubaliana na majaji, mashindano saa 4 takriban na robo hadi na nusu mashindano yameisha. Tunawapa meza kuu masaa 2 tu ya kuzungumza, salamu na kugawa zawadi. Tunatarajia ikiwa Mola atatia baraka nia zetu 6:30 mwaka huu tumalize. Fainali hiyo inashirikisha jumla ya washiriki 17 kutoka mabara yote ulimwenguni, Afrika ikiwakilishwa na washiriki wengi zaidi. Bara la Afrika kidogo inaonekana kama tumelipendelea, ingawa hatukukusudia kulipendelea, kwa sababu washiriki wa bara la Afrika wamekuwa wengi zaidi. Lakini mwakani panapo hai na uzima tutabalance, kila bara tutachukua washiriki 2 au 3 ili kupatikana kile kinachoitwa uwiano. Bara la Afrika tuna mshiriki kutoka Misri, kutoka Nigeria, Ivory Coast, kutoka Morocco, kutoka Libya. Hizi ni nchi mpya ambazo hazijawahi kushiriki, ni bara la Afrika. Marekani ya kaskazini, Marekani ya kusini, upande wa Ulaya watawakilishwa na Mwingereza, upande wa Australia ni bara kamili hilo atatokea mtu, na upande wa Asia atatokea Urusi. Mgeni rasmi katika fainali hiyo anataraji kuwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi, atakayeambatana na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa, pamoja na Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati Dr. Doto Biteko. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema kuwa serikali inaendelea kuweka mikakati madhubuti ya kuhakikisha sekta ya mifugo inakuwa endelevu na yenye tija. Waziri Mkuu Majaliwa amesema hayo kwa nyakati tofauti alipozungumza na wananchi katika mikutano aliyoifanya Jumatano Machi 12, 2025 wilayani Igunga mkoani Tabora, akiwa katika ziara ya kikazi ya siku 2. Amesema serikali imeendelea kuweka mikakati ili kukuza uchumi wa mtu mmoja mmoja ili kunufaisha wananchi. Tumetoa ruhusa watu kufanya biashara, wakina mama lishe, baba lishe. Tumerasimisha usafirishaji wa bodaboda, tumerasimisha bajaji kwa ni sehemu ya biashara, lakini pia wilaya isimamie fursa zilizopo ndani ya wilaya kuwaruhusu wananchi kushiriki kwenye kujiendeleza kiuchumi. Najua kuna wakulima na wafugaji, nayo pia ni sekta ya uchumi mzuri. Maeneo haya tumetoa wigo mpana watu wafanye shughuli zao,
ili kila mmoja aweze kuwa na uchumi wake. Akizungumza baada ya kuweka jiwe la msingi ujenzi wa shule sekondari ya Seifu Gulamali, Waziri Mkuu Majaliwa ameitaka jamii kuweka nguvu za pamoja katika kumlinda mtoto wa kike wakati ambao serikali inaendelea kusimamia utekelezaji wa mikakati iliyopo katika sekta ya elimu. Tumeweka sheria ngumu, yeyote ambaye atamharibia mtoto wa kike kwa kumuoa kwa shule au kumharibia kushindwa kwenda shule, kumharibia tu, adhabu yako wewe ni hii mara 6 miaka hii mara 6 mingapi? Hii mara 6 ngapi? Hiyo ni jela miaka 30. Utakuja utakuwa mzee hapa. Alafu wewe mwana mguliwe. Sheria hii wazee na vijana wote tusimamie. Na tukirejea hapa mkoani Mwanza, serikali mkoani Mwanza imeeleza mikakati katika kukabiliana na wimbi la watoto wanaoishi kwenye mazingira magumu na hatarishi mtaani, ikiwa ni pamoja na kuwapa stadi za maisha ili kuwa na shughuli rasmi za kujipatia kipato na kuwanusuru na hatari zilizopo. Rajab Shaban Matuga ana masimulizi ya taarifa hii. Nitokea Bunda, Mara, Tanzania. Nimekuja Mwanza mwaka jana mwezi wa 12. Umetokea Bunda, umekuja hapa, ulikuja kufanya nini? Mizunguo tu ya wazazi pande zote mbili. Kwa hiyo wazazi walikuzingua? Ndio. Ni sehemu ya mazungumzo kati ya mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda na mmoja wa watoto wanaoishi kwenye mazingira hatarishi mitaani wakati wa hafla ya iftar aliyoiandaa kwa kundi hilo. Iftari hiyo imewakutanisha zaidi ya watoto 300 kutoka katika viuga mbalimbali vya jiji la Mwanza, ambapo baadhi yao wamemweleza mkuu wa mkoa changamoto wanazopitia. Wewe hapa sasa hivi unaishi wapi, kwa nani, na ukiumwa unatibiwa na nani? Mimi hapa naishi hapa Kamanga. Unaishi na nani Kamanga? Naishi hapa na marafiki zangu wakiazungu hao. Sawa, wazazi wako wana habari kwamba wewe uko hapa Mwanza? Hapana. Hawaelewi kinachoendelea? Ndio. Je, sasa umeshakaa mtaani kwa zaidi ya mwaka mmoja. Maisha ya mtaani umeyaonaje? Hii mkoa nataka mmoja atanifanyia. Nirudishe shule nisome. Mtanda amesema lengo la kukutana na kundi hilo ni kuona namna ya kuwasaidia kuondokana na maisha hatarishi ya mitaani. Yaani na yote ambaye yuko tayari, kama ametoka Bukoba nataka nimrudishe, mimi nitamrudisha, lakini hatorudi peke yake. Atakwenda na mtu wangu wa maendeleo ya jamii, akakae na familia yake, amuombee radhi, akae na watu wa kule, halafu anamkabidhi pale na tunakukabidhi kidogo, lakini ukirudi tena hapa Mwanza maana yake utakuwa umefanya kosa. Aidha, mkuu wa mkoa Saidi Mtanda amewataka maafisa ustawi wa jamii mkoani hapa kuyafikia makundi mbalimbali ya wahitaji na kuwapa mwanga na mwelekeo wa maisha ili wasije kuingia katika makundi hatarishi zaidi. Watoto hawa hawana mwelekeo. Watoto hawa wataanza kunywa pombe, wataanza kuvuta bangi. Watoto hawa mwisho wa siku watageuka wezi, ndio mnasikia panyaroni. Kwa hiyo serikali ni lazima tuweke mkakati wa namna gani wa kuwaondoa watoto wa mitaani. Nataka kuhakikishia serikali itahangaika na tatizo la watoto wa mitaani, vijana wa mitaani, kwa sababu tukiwaacha tutaleta matatizo miaka michache ijayo. Hata usalama wetu utakuwa mdogo, lakini pia kundi kubwa la namna hii likiachwa likaenda ni nguvu kazi ambayo itakuwa imepotea. Kamati ya ushauri ya wilaya ya Bunda mkoani Mara imeshauri serikali kuruhusu barabara ya Busambara kuelekea Bulaga kuhamishiwa kwa wakala wa barabara nchini TANROADS kufuatia wakala wa barabara za vijijini TARURA kushindwa kuihudumia kutokana na ufinyu wa bajeti. Rajab Shaban Matuga ana masimulizi ya taarifa hii. Barabara ya Busambara Bulaga ni moja ya miundombinu muhimu kwa usafiri na usafirishaji katika wilaya ya Bunda, ikitegemewa kusafirisha abiria lakini pia kwa shughuli za kiuchumi, ikiwa ni pamoja na kusafirisha mazao ya shambani, mazao ya ziwani na mifugo. Barabara hii pia ni muhimu kwa uchumi wa nchi na mapato ya halmashauri. Barabara hii ndio inayoelekea katika mwalo wa Ngara ambao ni mwalo wa pili kwa uzalishaji mkubwa wa dagaa katika halmashauri ya Bunda. Halmashauri ya Bunda inapoteza mapato kutokana na utoroshwaji wa mapato unaofanywa na wavuvi na wafanyabiashara wengine kuvusha magunia ya dagaa
kutoka kijiji cha Mgala kwenda kusoma vijijini kwa kutumia maboti na mitumbwi kuelekea Busekela ambako kuna malori yanayobeba dagaa kwenda viwani. Mbali na umuhimu mkubwa wa barabara ya Busambara Bulaga, lakini barabara hiyo inakabiliwa na ubovu wa mara kwa mara, hatua inayopelekea kukatika kwa mawasiliano kwa wananchi wanaotumia barabara hiyo. Kutokana na ufinyu wa bajeti inayokabili TARURA wilaya ya Bunda katika kufanya ukarabati wa barabara zilizopo na kulima barabara mpya, kamati ya ushauri ya wilaya iliyokutana tarehe 6 mwezi wa 12 mwaka 2024 ilitoa ombi la kuhamisha usimamizi wa barabara hii kutoka TARURA kwenda TANROADS ili iweze kuhudumiwa kikamilifu pamoja na kupandishwa hadhi kwa kuwekwa kiwango cha lami. Enzi za nyuma tukiwa halmashauri tulikuwa tunakazana barabara ziende TANROADS kulingana kwamba fedha tulizokuwa tunapata zilikuwa ni kidogo, lakini Mheshimiwa Rais sasa hivi anaongeza bajeti TARURA kutosha kabisa. Ni maeneo tu ya mikakati ambayo tunaiona hii barabara na hii tuiombee fedha nyingi ili iweze kutekelezwa. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi amewataka wataalamu kutazama upya uwezekano wa barabara hiyo kutoka TARURA kwenda TANROADS. Kama inakidhi vigezo kwa maana ya upana wa barabara, kama unakidhi vigezo vya barabara hiyo kwenda TANROADS, upana wa barabara unajua huo unaenda na vunja. Sasa vunja kuna barabara moja story huo inaenda na vunja. Sasa sijui TARURA Bunda nikiridhisha kwamba hiyo corridor naweza ikakidhi vigezo vya corridor ya barabara ya TANROADS. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo, na sasa turejee kwenye visiwa vya marashi, karafuu na uchumi wa buluu. Na sasa tukielekea katika kisiwa cha Unguja. Tahadhari imetolewa kwa wafanyabiashara katika masoko kisiwani Unguja kuimarisha usafi wa mazingira wanayofanyia kazi ili kujiepusha kutokea maradhi ya mlipuko, hasa katika kipindi hiki kinachokaribia cha mvua za masika. Hilali Sifuriami ana masimulizi ya taarifa hii. Akitoa mafunzo ya kanuni za uendeshaji na usimamizi wa masoko kwenye masoko ya samaki Malindi, Mwanakurekwe na Jumbi, afisa kutoka mamlaka ya usimamizi wa mazingira ZEMA Bi Mashavu Khamisi Khatib amesema suala la kuimarisha usafi ni jambo la lazima ili kulinda afya za wafanyabiashara na wateja wao. Usafishe ili na yale mazingira mwenyewe ya kutunze. Katika mazingira yetu ya vyoo, nyie ndio mnajua viko je, tumeelewana? Hivi jamani, muhimu sana, kwa sababu mlipuko ukija hauchagui. Unaweza ukaja hapa na mwanzo ukamtipura kaja hapa ukaondoka na maradhi hapa ukapeleka. Mwenyezi Mungu atuhifadhi. Aidha, amezitaka kamati za usimamizi wa masoko hayo kuhakikisha miundombinu ya maeneo ya masoko inatunzwa na kusimamia marufuku ya matumizi ya mifuko ya plastiki. Lakini mengine aina yote ambayo utaona mepesi, sio sasa hivi rangi ya blue pia ipo, kuna nyeupe, watu wanafungia mfano wanatia katika matikiti wanauzia, baada ya kukata hairuhusiwi. Tumeelewana? Lakini hii katazo limewekwa rasmi na kuna mwongozo umewekwa na kanuni kwamba mifuko ya plastiki hairuhusiwi. Naye afisa uratibu kutoka tawala za mikoa na serikali za mitaa Bi Zuhura Salum Rashid amehimiza utekelezaji wa kanuni za biashara, ikiwemo kukata vibali vya biashara ili kujulikana rasmi na kuiweka mali yake katika hali ya ulinzi na usalama. Kila soko kuna huduma ya ulinzi, kwa sababu sehemu ya soko ni pahala ambapo tunaweka mali zetu. Jamani, tunatunza mali rasilimali zetu, akiba zetu ziko sokoni, mitaji yetu ipo sokoni. Kwa hivyo ikifika muda tunafunga soko, mimi kuna pesa zangu pengine milioni 2 nimewekeza kwenye samaki, nimewacha sokoni, tunaondoka kiholela tu. Kesho asubuhi tukukuta soko limevunjwa, milango imevunjwa na mafriza yamebebwa, tunamlaumu nani? Kwa upande wao, wakuu wa kamati za wafanyabiashara wa masoko hayo wamesema wataitumia miongozo ya kanuni na kudumisha usafi ili kuimarisha mazingira bora ya kufanyia biashara. Mifuko ya plastiki kikweli ni kero, na kama tunavyoona kwamba watumiaji wa chini wa masokoni ni watumiaji wa mwisho ambao tunakuja kupata sisi huku. Tungeomba serikali ikadhibiti kwenye maeneo ya msingi ambayo mifuko inapita, aidha kama ni bandarini au uwanja wa ndege au kwenye bandari ambazo hazieleweki na serikali za moja kwa moja. Ni swala la vibali sasa litaondoa ule udhaifu kwa wafanya biashara kuingia katika soko kiholela.
Hili ni soko ambalo Mheshimiwa Rais kaliweka kwa ajili ya kuwasaidia wananchi waweze kujipatia ajira, kujiongezea kipato, kujikwamua kiuchumi. Lakini ujio wenu nyie umeonyesha kwamba kumbe jumuiya ni sehemu ya wafanya biashara, lakini sehemu ya soko. Kumbe mwekezaji naye ni sehemu ya soko, lakini sehemu ya wafanya biashara. Bila vitu hivi viwili kuungana hakuna manufaa wala hakuna mafanikio. Kwa hiyo nashukuru sana. Namshukuru sana Hilali Sifu Yami kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutokea kisiwani Unguja. Na mtazamaji wa Mahasin TV, taarifa hiyo inatupa nafasi ya kuweza kupata mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari za kimataifa. Mahasin TV channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Shukrani sana mtazamaji wa Mahasin TV kwa kuendelea kusalia nami ndani ya kapu la habari. Na sasa ni wakati mzuri wa kuweza kupata mkusanyiko wa habari za kimataifa kama ambavyo yanaletwa kwenye masimulizi na Rajab Shaban Matugia. Katika habari za kimataifa tunaanzia huko nchini Kongo. Wiki 6 baada ya waasi wa M23 kuteka miji miwili mikubwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo hilo linakabiliwa na hali mbaya katika mapambano yake dhidi ya mlipuko wa ugonjwa wa Mpox. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mara kwa mara imekuwa ikiathiriwa na milipuko ya magonjwa yanayosababishwa na virusi, huku kitovu cha maambukizi kikiwa mashariki mwa nchi hiyo. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa barani Afrika kimesema wagonjwa wa Mpox zaidi ya 600 wametoroka katika hospitali mbalimbali kufuatia kustadi mapigano ya waasi wa M23. African CDC imesema wiki ya jana Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lilikuwa na ongezeko la 31% ya wagonjwa wa Mpox, na hivyo kuifanya idadi kubwa ya wagonjwa kufikia 16,255. Dr. Seje Munyahu Sikuru, afisa anayesimamia eneo la afya la Biti Muhesa katika jimbo la Kivu Kusini, anasema hali ya mambo ni ngumu sana, ukosefu wa usalama umevuruga kila kitu. Amesema ni vigumu sana kuwasaka na kuwabaini watu wenye maambukizi ya Mpox kutokana na hali ya machafuko na mapigano. Kwingineko, Umoja wa Afrika umesema tangazo la kuundwa serikali kinzani na wanamgambo wa RSF nchini Sudan linatishia kuigawa nchi hiyo inayoharibiwa kwa takribani miaka 2 ya machafuko. Umoja wa Afrika umelani hatua hiyo ya wanamgambo wa RSF na washirika wake wa kisiasa na kijamii, ukisema inaweka hatari kubwa ya kugawanyika kwa nchi ya Sudan. Umoja huo umeyataka mataifa yote wanachama pamoja na jumuiya ya kimataifa kutoitambua serikali yoyote au chombo chochote kinzani kinacholenga kuigawanya na kuitawala sehemu ya mipaka ya Jamhuri ya Sudan au taasisi zake. Tukikamilisha habari za kimataifa, Rais wa Marekani Donald Trump ameongeza rasmi ushuru wa 25% kwenye bidhaa zote za chuma na aluminium zinazoingizwa nchini humo. Ameahidi kuwa kodi hizo zitasaidia kutengeneza nafasi za ajira kwenye viwanda vya Marekani katika wakati ambao vitisho vyake vya ushuru vinaathiri masoko ya hisa na kuongeza hofu ya mdororo wa kiuchumi. Donald Trump ametangaza pia ushuru tofauti kwa Canada, Mexico na China, na ana mpango wa kuweka ushuru kwenye bidhaa zinazotoka Umoja wa Ulaya, Brazil na Korea Kusini kuanzia Aprili 2 mwaka huu. Umoja wa Ulaya umetangaza hatua ya kulipiza kisasi ya biashara kwa kuweka mfululizo wa ushuru kwenye bidhaa za viwandani na kilimo za Marekani.
Hatua hizo za Umoja wa Ulaya zinaathiri sio tu bidhaa za chuma na aluminium, lakini pia nguo, vifaa vya nyumbani na bidhaa za kilimo, na zitaanza kutekelezwa Aprili mosi mwaka huu. Shukrani sana Rajab Shaban Matuga kwa masimulizi ya taarifa hizo za kimataifa. Na mtazamaji wa Mahasin TV, kabla hatujaweza kutia utoa katika kapu la habari, tujikumbushe miongoni mwa habari tulizokuwa nazo siku hii ya leo. Watu 1500 wanufaika na sadaka ya iftari mkoa wa Mjini Magharibi. Maandalizi mashindano ya Qur'ani chini ya Al-Hikma yanakwenda vizuri. Na katika rubaa za kimataifa, Umoja wa Afrika waonya kuhusu hatari kubwa ya kuundwa serikali kinzani na wanamgambo RSF. Namni kushukuru sana mtazamaji wa Mahasin TV kwa kuweza kulifuatilia kapu la habari kuanzia mwanzo mpaka kufika hapa tamati. Mimi ni Saadi Suleiman ambaye nimesoma habari za hapa nyumbani na kupanda habari za nje mipaka ya Tanzania. Tulikuwa naye Rajab Shaban Matuga. Kwa niaba ya timu nzima ambayo tumeshirikiana kwa pamoja, nikutakie tu utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea kutoka hapa Mahasin TV. Wabillahi tawfik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Je, wajua kuwa mashindano makubwa zaidi ya Qur'an tukufu ya mabara yote ulimwenguni yametimiza miaka 25? Ni robo karne hiyo baba. Al-Hikma Foundation tunakuletea washiriki kutoka mabara yote. Ni tarehe 16 mwezi wa 3 mwaka huu 2025. Tukutane kwa Mkapa. Qur'an ima ikunyanyue au ikubwage. Twendeni ikatunyanyue. Mashindano haya yamedhaminiwa na